My name's Ian, Ian Harvey, and I live in Lubumbashi in Congo. I am the director of Kimberley and also the founder of Kimberley. I come originally from the UK, and I was born in the northeast of England in a place called Whitley Bay, and I trained as a social worker in the UK. But I've been living in Congo in Lubumbashi for the last 5 years. Lubumbashi is the second city of Congo, and we're working here to support children that are living on the streets. Dani, leo situ unakuwa kukimbilio leo na wewe ndio unapenda kurudia kukimbilio Bo kimbilio napenda kukusaidia urudie kwa bapara bako. Iko bien vile. Kama tunakurudisha kunyumba ya bapara bako, utapenda kufanya nini? Nikaenda masomo na kukaa tu bien na bandu kwangu na Nani anapenda kumrudisha kwa bako manyumba? Il y a Chege. Tout enfant qui vit sur la rue n'est pas automatiquement un enfant vulnérable, parce que nous avons affaire aux enfants vulnérables que nous voulons aider. C'est pourquoi nous descendons sur la rue vers 4 heures du matin ou 5 heures moins. C'est ce moment-là que nous entrons en contact avec les vrais enfants de la rue. Vous allez les retrouver dans leurs endroits publics, là où ils dorment, sous les cartons, dans les marchés, dans des terrassés, n'est-ce pas, des caniveaux. C'est là où nous allons, avec du thé, de l'eau chaude, de pain ou soit des biscuits. Vous les trouvez là, vous les réveillez et on lance une question, après on se salue et on fait un peu de jeu, le temps pour eux de se familiariser à nous. Et une fois on sent qu'on a tissu des amitiés, maintenant on fait notre travail. Kutaka kwako mwenyewe. Kama una decide sema leo mimi nakatala takulala kwa soko, ni wewe mwenyewe utadecide. Njoo. Ndani unasikia? Ni wewe mwenyewe. Kitu gani kingine unaweza kudecide wewe mwenyewe unacho? Bangi. Unaweza kudecide je tupike mbete. bila ngaria nikilewe wananibamba wanipika bila ngarasa kila siku tu wanipika leo mmeshitafuta yule bio wanipika mmeshifuta wanipige sasa The main principal objective is to help children who are living on the streets. We do that in many different ways, giving them support with education, healthcare, food, and also to help them to return home to their families. That's easier said than done. It's really quite complex to help a child who's been living on the streets for several weeks or months to actually return back to their families. So we try to help the child to become stable initially and try to find out their history, what made them end up on the street in the first place. Then we get in touch with their parents as well to hear if the stories match and to see what we can do to try and get that child back home. So that's our main interest. Rather than keeping children in long-term institutional care, which ends up costing people huge amounts of money and also in the long term isn't in the interest of the child, we try to return children back to their families as soon as we can, and that's one of our main objectives. There are girls on the street, but very often they're much more hidden. Girls on the street are often used for prostitution, and they will be hidden away in people's houses where they'll be working.
and it's much harder to actually reach those girls. But over the last few months we've been seeing the numbers of girls coming to our day centre has started to increase, which is why we are currently planning to open one day just for girls, for the girls' needs at the centre, because they certainly have very many needs, healthcare needs, educational needs, just in terms of hygiene and food as well. Mama nikuexplique. Uy, anakimbia na mafoto na mapare banambamba 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 balivela kwa kitabu shitana nakimbia banambamba kwa robo mwa hivi banamviole akasikala kwa leta adabu kule kukala kwa leta adabu asema kama nifanya kile leta adabu akamviole yaka mkabuki yaka nini mimba basi waka mboga kitabu nikusanga ndasaidia asema ule mwanake ule adabu na mkabugani ni mimba Josh pende kala kwa pena utafuta mfukusha kama mtu anaikala anapakia mapara yako kuna nyumba yenu ile kupatia sauri ya bien ya kuona avenir yako et puis na wewe ukukala nani uko mtu jour moya unapepa bwana yako una watoto unawasaidia. Sasa kama uko pansoko bana kupatia mimi una tiala pale pa soko na bebe unafanya je? Sasa mambo mubaya kani unaona msoko. Nasema tu mambo sio nasumbulia kwa kuvile mara ngapi kama bantu bamba wanatulanda bonga sema ta wewe uriba telefoni wewe uriba hivi bantu bamba shibo tele mpito huku tunaanza kwenda ndio watafika kama ni wewe fula mangu na shilo aboka vile rikitia washa tubambie na shilo aboka jitu na fula mangu sasa mulale pale tunalala njoo na mbamba huku bavio huyu mama waliala mjole mama vile njoo na macho yasema macho kani katoto na huyu na mimi bantu chakula na huyu hata huyu kwa mkongo bantu chakula asema njoo na mbamba huyu kamreva huyu na ushaki baba mpaka kwa mtema bane ba violet huyu anamviole mtema anasema huyu anamviole bisangu mtema bise una ule mtoto shanda bisakshiwa kutumia kashi tunakimba nitacha sema mumu mteke mwende tunaenda kwa leza mani tutanchika kule kumkongo ile klote pale panekala kama kabini tutanchika bia mansaka tukabugana tuka tunalala. Sasa après ça va kumviole mnafanya nini? Shetnenda katuna kudepo tunalokota mama kala kuku malari iko hapo kama kuna malari mbele ya kupata sida kuna malari ingine ile malari ingine na labishaka mtu kwa mkonde unaweza kwa mkonde nywele inaweza kutoka unaweza kukonda machafu yako inaweza kuharibika epi unaweza kufa bupeshi mbona shiki unaweza unapata nini na hata sipote mimba mtu mwingine anaweza kukulanda sema tutoshe ile mimba na kama unatosha ile mimba kukurisi unaweza kufa mwimbulu kama tunatoka kumtoni tunaenda kumtoni tunasema tuna mwimbulu huyu ataka sote hata amjue hata amjue ule kakso shete tunaenda kale huyu akapaka na shima shikata na mkokota twende asimbura na baba niwe na mtoto moyo wa mfarmasi wa msoko ule mtoto wa mfarmasi wa msoko anashaka madawa farmasi ya mnene anashaka madawa na babake anashamuli sasa jana bakocha sumbugeka juzi sema wamlete kama ni madawa kuja sema kama tushele mimba kona le cas de Gracia qui vit sur la rue et qui a été prise par une dame pour l'aider avec les travaux ménagers et son mari qu'on a commencé à abuser sur l'enfant et subitement la fille est tombée enceinte. Des choses pareilles, on va parler au monsieur et aussi le soumettre au tribunal pour enfants. Namaste.
Asema atakunywa chai patura. Papa sio kanasema nini? Atakunywa chai patura. Ya kuko ser moya Nyandabu ananyambia ya kwamba ye anaenda mimi sijui pourquoi anaenda, lakini si tunemipenda tu. Munaona hivi tunekala hapa tunasikia sauti ya Mungu, tunekala hapa tunasikia habari fulani yenyewe nafanya nini tufikie. Bo kitu kia kwanza mimi nilipenda kwanza nacho ni hii. Munaona tuliachana depuis jeudi passé, hein? Depuis mkajine leo tuko siku ya nini? Ya kazi mbili. Ni masiku ngapi yenyewe repeat? Niliona papa alikufa ina. Sikio papa alikuwa kisa papa wangu. Asa pana nakufa. Na regrete, mina ria, banenda kanisa banamwombea, banamuzika. Sekatapa, sipendi mtu akunichokoza. Wakunitaya babangu. Bopole kabisa. Sema, wewe unanikaburia. Nini? Samedi mariage. Siwa ilifo tuende mbele na yani kwa mkambo wangu. Mwende na yani kwa mkambo wako kukamina. Na Frère Jeremy. Mwebo teba 2. Twende nabo. Njoo kama tunaenda watasumbuliana nabo bien. Nirudie kama ni masomo mwanzo nilipia hapa kule kwa mkambo wangu. Mama langu asienda la yofanya mbia saki. Nimeshabaki hapa mimi mwenyewe mimi. Kama vile mngona nisaidia napata hata 4000 ka 2000 na ninauza kama ngonjo vile. Unaweza kuacha kufuta alcohol urudie kwenu hata tunakupeleka na yani na Jeremy. Bon, bange pisho nipita mkichwa seri bete bisho la bika. Sei, mimi niko unaona hapa memoria ya kusoma nini hayo? Memoria ya kusoma. Kusoma tuko nayo. Kuna kakitabu nayo na kakitabu asome. Arises. Hata Arisel. Arise. Kama unaona iko après i yote mbili ni mavoyelle. Una prononcer paka voyelle ya kwanza bula pana i ya pili. Maintenant so. Sike. Ici ni she. Acha meita tu kwa chini se. She. Voilà. Nitaita shi. Voilà. Jovi ini R na I ni ri. Ri. Ina ili kuchanga ni ngapi? Aseke ngosema je. Arisel, A na U ni O. Arcio. O. V. I ni I. Hii misho soma. Hii ni vitamine. Ok, maintenant soma. Enrichi ana une O. Ini O. Hii iko hapa. Vitamine. Enrichi O. Vitamine. Enrichi O. Vitamine. Voilà. Hadi mwantanyi. Sambu ite mwantanyi. Nyabuleta ite mwantanyi. Un peu responsable, évite que ces gosses s'enterrent dans les sables. Il s'élève pour les protéger contre tout coup des sabres. C'est lui qui pèle le sourire sur les fonds de ses gosses. Il ne les envoie pas chercher leur propre pain. Pour ça, il est les seuls prêts à mourir. Une bonne mère est celle qui s'occupe des soins de ses gosses.
chakula yabo ya leo? Leo watakula bukari na malaki. Mamãe! Pela moata. Bakadra, Bukare. And I saw that the needs of children really had increased on the streets, and alongside people that I met there, including the manager Jeremy, who's here now at Kimberley, and other people that I met in Lubumbashi who had a similar vision, we all came together little bit by little and planned the idea for Kimberley to start. Parce que des fois, quand ils sortent de leur famille, ils ne veulent plus rentrer. C'est ça l'idée déjà. Quand je sors, je n'ai plus besoin de cette famille. Alors si vous voulez dire, viens, on va t'aider pour rentrer en famille, vous pouvez rencontrer barrières. Et ça ne va pas avoir de succès. Mais le dire seulement, nous sommes assistants sociaux, vous nous connaissez, on a aidé beaucoup d'enfants de quitter la rue. Si tu veux, tu peux nous suivre, on donne l'adresse, ils connaissent bien l'adresse, ils vont venir et on travaille avec eux. C'est comme ça. Pourquoi ces enfants respiraient sur la poussière au lieu d'être sous les bancs des classes? Pourquoi ce fil de pêche, le décaille des styles et des lattes? À tue-tête, disons aux enfants dans des mines de peur que cette génération s'extermine. Apprenons-leur des chiffres, de lettres, de peur qui ne soit la base de la chute de notre pays de demain. Donnons-leur la chance d'être des hommes à la langue au lieu de faire une génération des gens, des mini, des langues. Je ne veux plus voir des enfants à la manutention au tamis. Je veux bien que le fait de les mettre dans des bassins pour les lavages des minéraux soit banni. Je ne veux plus voir des enfants être exploités par des grands qui ont peur de dépenses. Moi, je me lève en faveur de ces gosses qui vivent sans défense. Je reviens pour le refrain. Un peu responsable, évite que ces gosses s'enterrent dans les sables. Il s'élève pour les protéger contre tout coup de sabre. C'est lui qui pèle le sourire sur les fonds de ces gosses. Il ne les envoie pas chercher leur propre pain. Pour ça